Ninakukaribisha ndani ya siku ya leo kuweza kusikiliza ujumbe unaokwenda kwa jina la silaha au kushughulika na silaha inayoshughulika na maisha yako au hatima yako. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika akaunti hii, ninakukaribisha kwa ajili ya kusubscribe, kulike moja na kucomment. Karibu sana ndani ya siku ya leo tuweze kuchambua mada hii. Hakika nataka nikwambie ya kwamba kama unataka kuelewa mambo makubwa sana kuhusiana na silaha zinazotumika kuharibu maisha yako, kuharibu kila kitu unachokifanya, basi jipange kusikiliza somo hili. Usibaki katika hali ya mateso. Somo hili Mungu amefunua mambo makubwa sana ambayo ninaamini kwamba hautajutia kufungua ama kutumia bando lako katika somo hili. Tunakwenda kufundisha mambo makubwa na jinsi ambavyo Mungu atakavyo kuongoza kutoka katika hayo, katika hizo silaha na katika magumu ambayo unayopitia. Niseme ya kwamba kila changamoto ambayo anapitia mwanadamu, ipo silaha imesimamishwa katika ulimwengu wa roho, kwa kwamba ile silaha inashughulika na hatima au maisha yake. Tutakwenda kuchambua maandiko matakatifu yanayosema ya kwamba kila silaha inayoinuka juu yako haitafanikiwa. Sasa ikiwa maandiko matakatifu yanasema kwamba kila silaha itakayoinuka haitafanikiwa, ninaomba uelewe hapo kuna kufanikiwa kwa hizo silaha. Sasa tunataka tuangalie mambo haya ili tuweze kujifunza na kufahamu ni kwamba jinsi gani silaha zinazoinuka juu yetu zisiweze kufanikiwa. Tukae katika nafasi hipi, tufanye nini ili hizi silaha ambazo zinainuliwa, ambazo Mungu anatuambia zinainuka, zisifanikiwe. Ninataka nikutaarifu ya kwamba mambo yoyote ambayo unapitia katika maisha yako, ni ukubwa wa matatizo au mlipuko wa mambo, kuna silaha inatumika, imewekwa katika ulimwengu wa roho kuhakikisha kwamba inakupitisha katika kipindi kigumu ambacho unapitia. Uharibifu wa namna yoyote ambao unauona katika maisha yako, kuna silaha zimewekwa ili kushughulika na maisha yako. Na silaha zinawekwa maeneo matatu. Eneo la kwanza, silaha zinawekwa unapozaliwa, na eneo la pili, silaha zinawekwa unapopiga bidii, na eneo la tatu, silaha inawekwa kutokana na jinsi unavyoendelea, unapokuwa, yani unavyozidisha maendeleo, na ndivyo silaha zinazidi kuongezeka katika maisha yako au kuwekwa katika maisha yako. Sasa kuna silaha ambayo imewekwa ambayo inakupa ugumu kila wakati. Unajaribu kufanya kitu fulani katika maisha yako, unakuta kwamba kile kitu kinaharibika ama kinapotea. Ukae ukijua kwamba katika kipindi hicho ambacho wewe unaishi, kuna kitu ambacho kinashughulika na wewe, kimewekwa. Sasa ni vizuri sana ukafahamu, kwa sababu neno limeshakwambia silaha itakainuka haitafanikiwa, lakini binafsi unaona kuna silaha inafanikiwa. Ikitokea kwamba umefanikiwa kufahamu ama unaelewa ya kwamba wewe ni mtu unayewindwa na adui, kitu cha kwanza ambacho nataka ujiulize, adui anayewinda maisha yangu, kwa nini anawinda? Basi na kama unawindwa na maadui, nataka nikwambia kwamba kuna silaha itatumika kwa ajili ya hayo mawindo. Hata kama unawindwa na majambazi, ama unawindwa na kibaka ama mwizi au mtu wa aina yoyote yule, kitu cha kwanza ambacho utawaza ni kwamba anatumia silaha ya aina gani. Sasa kama unawindwa na wachawi katika ulimwengu wa roho, unawindwa, nataka leo utafakari kuhusu silaha. Kuna silaha ambayo wanaitumia, na ndio maana wakishafika wanaweza kukuletea madhara makubwa. Ndio maana maandiko yanakutahadharisha, yanasema silaha yao inabidi isifanikiwe wakati wanakuwinda na hizo silaha. Na maandiko matakatifu yanatuambia shetani ni kama simba, anawinda, anafanya mawindo akizunguka huko na huko. Kama anawinda, ziko silaha ambaye anajivunia. Simba anajivunia meno yake, wanyama wengine wanajivunia. Sasa wamadui wanakutafuta wewe, wanajivunia nini? Sasa naomba ujiulize maswali haya. Silaha zao huwa zinafanikiwa wakati gani? Ni wakati ambao unapokuwa humjui Mungu, au ni wakati ambao unapolala. Biblia inasema kwamba walipolala adui akaja akapanda magugu. Wakati mwingine silaha ambazo watu wengi wanateseka nazo zinawekwa wakati walipozaliwa
Na kuna watu wengi leo wanateseka na hizo silaha ambazo ziliwekwa wakati walipozaliwa kutoka matumboni mwa baba zao, mama zao. Nitakuonyesha baadhi ya vitu. Mfano, mtoto anazaliwa, kuna vitu anafungwa katika mikono au unafungwa vitu vya kiasili unafunga kiunoni. Vile vitu, mpendwa, nataka nikuambie ni kwamba vile vitu ni dhahiri katika ulimwengu wa roho. Vinabaki, vingine vinafungwa shingoni na vingine vinafungwa miguuni. Vile vitu havitoki, ndio maana baadaye panatukia matukio ya kujinyonga na kizazi chako kupatanishwa na giza. Ndio maana wakati mwingine unaona ya kwamba Mungu anamwambia Abrahamu ya kwamba katika kiuno chako anamwambia Abrahamu kwamba katika kiuno chako, Mungu anazungumzia kwa habari ya kiuno cha Abrahamu atapata uzao, lakini wao wanaweza kukufunga kamba ya kiuno ili kujiungamanisha na kiuno chako. Kwa hiyo mpendwa, wakati unapolala au wakati ambapo ulikuwa hujamwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndio wakati ambao waliutumia kuweka silaha zao katika maisha yako. Sasa mtumishi wa Mungu, kuna watu wamepewa neema ya kuweza kuona silaha ambazo zinaharibu maisha yao. Kuna watu wana uwezo wa kuota baadhi ya ndoto ambazo nitazungumzia mahali hapa siku ya leo. Mfano, unaota ndoto unapigwa risasi. Unapigwa risasi. Kitu cha kwanza unachotakiwa kuangalia ni risasi, ni bunduki ya namna gani ambayo inatumika, kwa sababu hii ni silaha ambayo unaona kwamba katika ulimwengu wa roho wameiandaa ili kuyafuta ama kuyaharibu maisha yako yote, ama kila kitu ambacho unachokifanya katika maisha yako. Kwa hiyo kuota bunduki tafsiri yake kwamba ni silaha ambayo wamefanya uchunguzi na wamekusudia na wanaamini kupitia hiyo silaha wanaweza kukuharibia kila kitu. Sasa aina ya bunduki ambayo unaiota, ikiwa unaiota bunduki ndogo ambayo ni bastola, tafsiri yake Mungu anakuambia una adui ambaye una ukaribu naye sana, lakini anataka akuangamize kwa kificho, na ni rafiki ambaye unampenda, ni mtu ambaye unamwamini sana, kwa sababu ile bunduki inafichwa. Lakini pia ukiona adui yako amebeba bunduki kubwa, bunduki ya vita, huyu ni adui wa wazi kabisa, unamjua. Ni mtu ambaye anakuchukia, ni mtu ambaye anakunenea maneno, matamko magumu karibu kila wakati, lakini ni mtu ambaye unaonyeshwa kwamba amekusudia kuharibu maisha yako, hatima zako na kila kitu. Sasa ukitaka kuelewa ya kwamba alichokusudia kukifanya adui huyu katika maisha yako ni kipi, jaribu kuangalia mtu akipigwa risasi mwilini, nini kinamtokea? Anakufa hapo hapo. Basi kama unaona katika ulimwengu wa roho umepigwa risasi imefanikiwa, tafsiri yake ni kwamba maisha yako yameharibiwa. Unatembea mfu ukiwa umekufa, kama unavyoona risasi iliyofanikiwa katika ulimwengu wa roho. Nakwambia ya kwamba utateseka, utahangaika, maisha yako yatakuwa magumu, kwa sababu unaonyeshwa hatima zako zimeuawa. Unatakiwa kukutana na mtumishi wa Mungu akuombea sana, ili uweze kuamsha zile hatima, kufufua kila kitu ambacho kimeuawa katika ulimwengu wa roho. Lakini hizi ni silaha ambazo baadhi ya watu wanaziota zinazowinda maisha yao. Lakini kuna mwingine anaota swala la kunyolewa nywele zake, ama anaona anasukwa ama ananyolewa minyoo ambayo mwenyewe huwa haipendagi. Au unaamka asubuhi unakuta kichwani kwako nywele zako zimenyolewa. Ndoto hii ina maana ya kwamba, au jambo hili linamaanisha kwamba kuna silaha iliyowekwa inapambana na nguvu ya maono yako na ufahamu wako na akili yako na nguvu zako zote za kiufahamu. Adui anatumia nguvu ya kupambana na uwezo wako wa kiakili. Na katika ulimwengu wa roho, ukija kugundua kwamba nywele zako wamefanikiwa kuziondoa, ghafla utaanza kushindwa, utaanza kuchoka. Na kama ulikuwa na wai, ulikuwa unapenda kazi yako, ghafla utaacha kuipenda. Na kama ni mtoto au mke, ghafla utaanza kujikuta ya kwamba unaanza kuchoka na uwezo wako wa kufikiria. Hata kama alikuwa na kusifu kwamba una akili nyingi, ghafla utaanza kushindwa kufanya kile ulichokuwa nakifanya kwa bidii. Lakini pia kuna mtu mwingine anaonyeshwa silaha ambayo inawinda maisha yake. Anaota ndoto ya kuchomwa kisu, ama kuna mtu anamtafuta aweze kumchomwa kisu. Ndoto hii ya kuchomwa kisu
kwanza unaonyeshwa ni mtu wa karibu sana. Kama umefanikiwa kuchomwa au ni tatizo kubwa sana, naomba nikueleze jambo ambalo utakalopitia baada kuonekana umeota umechomwa kisu au utachomwa kisu mwilini. Huyu ndoto hii inahusu mtu wa karibu mno ambaye ni msiri wako. Kama maandiko matakatifu yanaposema msiri wangu ameninunulia kisigino. Huyu ni mtu wa karibu sana ambaye unamwamini zaidi. Sasa mtu huyu amekusudia moyoni mwake kukufanyia tukio, sio kukuchoma kisu, kukufanyia tukio ambalo hautasahau. Tukio la kuchomwa kisu ni kwamba ukichomwa kisu panatengeneza kovu katika mwili wako. Sasa kovu kila siku utakuwa unawaza tu, hapa mahali nilichomwaga kisu. Sasa tafsiri yake katika ulimwengu wa roho, kuna mtu amekusudia kukufanyia jambo litakalo kuumiza kiasi ambacho hautaweza kusahau. Litakuwa kama kovu maisha yako yote, litakuumiza usiku na mchana. Kwa hiyo ndoto hii ninaomba nikuambie, ukiota tu unatafutwa na mtu kuchomwa kisu, ninaomba kagua marafiki, watu ambao unao karibu yako, ni kuwakimbia, ni kujitenga nao, kwa sababu wamekusudia kukufanyia jambo ambalo kamwe hautakuja usahau maisha yako yote. Mpendwa, hizi ni baadhi ya ndoto ambazo nimekusimulia, lakini pia kuna ndoto nyingi ambazo watu wanaota. Mfano, unaota ng'ombe, unaota wachawi usiku wamekuja, unaota umekabwa na umeota umeguswa usiku na mtu, unaota umeitwa usingizini. Haya yote nataka nikuambie jambo moja. Kuna silaha imekusudiwa kuingizwa katika mwili wako, ama kuletwa ama kuwekwa katika viungo vyako. Chochote unachokiona kinatokea, mafatilizi yoyote, kuna silaha. Na lengo la silaha hiyo ikifanikiwa, wewe unaangushwa, kama jinsi alivyoangushwa mfalme Ahabu, au kama jinsi alivyoangushwa Samson, na jinsi wanavyoangushwa watumishi wa Mungu wengine. Hata wewe mtumishi wa Mungu, kuna silaha imekusudiwa ili uweze kuangushwa katika kila jema au jambo zuri unalolifanya. Maadui zako wanaokufuatilia, nataka nikuambie, wamekusudia jambo moja tu, silaha. Kuna silaha ambayo wanataka ifanikiwe katika maisha yako. Sasa naomba usikilize somo hili, utajifunza vitu vikubwa sana, na utafahamu jinsi ambavyo Mungu anavyofunua mambo ya sirini, na jinsi ambavyo Mungu ana nguvu za kutusaidia kupitia somo hili. Kitabu cha Zaburi 140 mstari wa 4, Biblia inasema, unilinde na mikono ya mtu asiye haki, unihifadhi na mtu jehuri waliowaza kuzipotosha hatua zangu. Na katika mstari wa 5, Biblia inasema kwamba wenye kiburi wameficha mtego na kamba, wametandika wavu kando ya njia, wameniwekea matanzi. Katika andiko hili ninaomba ujifunze mambo kadhaa. Anasema kwanza wana kiburi, alafu jambo lingine wamekufichia mtego. Nimesema kwamba wanapokufuatilia kuna kitu ambacho kimekusudiwa katika maisha yako. Maadui zako wanapokufuatilia kwa siri, unapoota kwenye ndoto, kuna kitu ambacho wamekikusudia kwenye maisha yako. Sasa maandiko yanakuambia kwamba wewe unawaona tu wanakufuatilia, lakini maandiko yanakufunulia siri. Anasema kwamba hao wamekufichia mtego, lakini pia wamekuandalia kamba, lakini pia wametandika wavu katika njia, wameweka matanzi. Umeweza kuona kwamba hawafiki tu kushangaa sura, hawafiki tu kukuangalia, hawafiki tu kukukaba, bali kuna vitu wanakuja kuvifanya. Kuna ndoto ukiota asubuhi hautaamka salama. Kuna ndoto ukiota tayari kuna mtego watakuwa kuna ndoto ukiota na zikafanikiwa, tayari kuna vitu. Mfano, unaota ndoto unang'atwa na nyoka, kuna vitu tayari katika ulimwengu wa roho vimefanikiwa. Asubuhi hautaamka salama. Kuanzia saa ile maisha yako yataanza kwenda vibaya. Leo mimi nataka nizungumzie kwa habari ya mtego ambao unategewa katika ulimwengu wa roho, kwa habari ya silaha. Hicho kitu ambacho nataka nizungumzie, kwamba maadui zako hawakufuatilii tu, bali kuna silaha, wana kipaumbele, wana kitu wamekishika, wanasemezana, silaha hii ikifanikiwa, mtu huyu tumemwangusha maisha yake yote. Na ikiwa Biblia inasema ya kwamba silaha itakayeinuka haitafanikiwa, nataka nikuambie kwamba
silaha ikifanikiwa, kuna watu wanahangaika na silaha iliyofanikiwa kuitoa, wanahangaika nayo makanisani. Silaha iliyofanikiwa inakuletea matatizo makubwa, hata kama umeokoka itakurudisha nyuma sana, lakini ni silaha iliyofanikiwa. Sasa nisome katika kitabu kile cha Yohana 10:10. Biblia inasema mwivi haji ili aibe. Naomba uelewe jinsi maandiko yanasema. Waoni tu wanakuja. Anasema mwivi haji ili aibe, bali kuchinja na kuharibu. Kuchinja na kuharibu. Mwivi haji tu kuiba. Haliziki tu akikuibia mwizi, bali anajisikia vizuri sana kama akiharibu. Sasa ngoja nikuambie kitu. Unaona jinsi ambavyo maandiko matakatifu yanatuonyesha hapa yanatuonyesha silaha 3. Na silaha hizi zina majukumu matatu katika mwili wako. Hiyo silaha ambayo iliyofanikiwa ndani yako ina majukumu matatu katika mwili wako au katika maisha yako. Yaani hapo kuna ile hali ya kuona mapepo, kuna ile hali ya kuona majini, kuna ile hali ambayo imefichwa sana, ni silaha ambayo ishughulike na kila kitu ambacho kinazaliwa nyumbani mwako. Kila kitu ambacho, ndo hapo nasema kwamba mwizi amekuja kuharibu. Maanake mwizi alipokuja kuna uharibifu ameuacha, kiasi kwamba kile chanzo chako cha mafanikio kinapozaa tu mafanikio, yule mharibu anakuja tena. Kwa ule uharibifu kwa kuwa upo, utahakikisha kwamba pale mahali panaharibiwa. Ndio maana unaweza ukawa na jambo zuri ndani ya muda mchache sana na likapotea. Unaweza ukawa na mchumba, muda mchache sana kapotea. Unaweza ukawa na kitu kizuri, muda mchache sana kitapotea. Yaani kikadumu kwa muda mfupi sana. Pendwa, una silaha iliyofanikiwa ya giza. Sasa kazi ya kwanza ambayo hii silaha inafanya, kuiba. Biblia inasema kwamba mwizi anakuja aji tu aibe, bali na kuharibu. Kazi ya kwanza ni kuiba. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo 13 ya kwamba wasipoelewa huja yule mwovu kuliondoa lile neno ambalo lilolishika. Wasipoelewa lile neno, anasema mwovu anakuja kuliondoa. Naomba uelewe kazi kubwa ambayo hii silaha inaifanya ni kuondolea bidii ya kile unachokifanya. Ni kuondoa bidii ya kila kitu unachokifanya. Unakutana na mtu anakuambia nimekata tamaa, sina amani, sina nguvu ya kuendelea. Manake jana alikuwa na uwezo lakini leo hana uwezo. Manake ile amani imeibiwa. Kile kitu ambacho hakioni yeye ndani ya moyo wake kimeibiwa, mpaka umshauri tena atakisikia hicho kitu, lakini pengine kesho tena kitaibiwa. Kwa hiyo mpendwa, kuiba unapitia vita ya kupoteza vitu. Unapoteza marafiki, unapoteza watu unaowapenda, unapoteza vitu unavyovipenda. Yaani vitu vile ambavyo unavipenda vinapotea ghafla. Ujue hapa sasa ile roho ya kuiba, hiyo silaha imeanza kushughulika na ile eneo. Na kazi ya pili ya hii silaha ambayo inafanya, kuharibu. Kuharibu hapa unainuliwa maadui wanaokupinga waziwazi. Watu ambao wanabadilisha kile ambacho umekisema. Unaweza ukawa umesema maneno mazuri, lakini ghafla unashangaa yamepinduliwa. Watu wanabadilisha kile unachokifanya, wanakigeuza kuwa ni kibaya. Basi ukae ukijua kwamba watu wanaharibu, kukuchafua, kukutamkia maneno magumu, kukusingizia kesi. Ukae ukijua hapo silaha hii inatumika ambayo imefanikiwa kwako. Sasa hii silaha ya kuharibu ndio inatumika wakati ambao unaona sasa kuna watu wanazungumza vitu sio vizuri kuhusu wewe. Mfano mzuri, unaweza kuona vurugu za ndoa, vurugu za kanisani, vurugu za maofisini. Unapata mambo magumu unapitia, lakini yanalenga sana kwenye masuala ya vurugu. Naomba ujue ya kwamba sasa roho ya kuharibu ipo kazini. Sasa wewe hakikisha unapambana na silaha ya kuharibu. Ni matamko ya waziwazi, watu wanakuataki waziwazi, lakini pia kuna ndoto utakuwa ukiziota, na hizo ndoto utaota ya kwamba unapita mahali pachafu, ama utaota kwa bali ya wale wadudu ambao wanaitwa na sawa jina lake kidogo. Wale wadudu ambao mtu akifa au mnyama akifa wanakula, wanatafuna ule mwili. Wale wadudu unaweza kawaota, wale wadudu wako nyumbani mwako. Ni ishara ya kwamba roho, silaha ya kuharibu imefanikiwa. Kwa hiyo unatakiwa kuiondoa silaha ya kuharibu.
Unafanya biashara, unafanya kazi inasimama, haiendi, wateja kuna, silaha ya kuharibu ndio inatumika wakati huo. Kwa hiyo naomba upambane na silaha ya kuharibu. Unatafuta amani katika ndoa yako, unatafuta amani katika familia, unatafuta amani mahali popote, amani haipatikani. Silaha ya kuharibu imewekwa katika hiyo familia, amani haitakayopatikane. Nataka nikwambie. Na hiyo silaha itahakikisha inaua watu kwenye familia, inagombanisha watu, hakuna kuelewana, kuna kupendana, na kuna mtu atakayekuwa na amani. Yaani mtagombana sana na mtaelewana. Hiyo silaha haitaweza kumwacha mtu salama. Lakini kazi ya tatu ya hii silaha, Biblia imesema kwamba kuchinja. Sasa mpendwa, kuchinja ni shambulizi la ghafla, mfano ajali, shambulizi la ghafla. Unapata tukio ambalo unakosa majibu kwa haraka. Lakini pia mawazo, kujiona ufai, kujiona wewe si chochote, kujidharau pamoja na kujikinai, kukata tamaa, kujutia kuzaliwa. Ukai kijua kwamba hii silaha imeshafanikiwa na ipo kazini, inafanya kazi yake. Na ghafla yanakujia matukio magumu sana. Mume wako anakufanyia matukio magumu, watu marafiki wanakufanyia matukio magumu ambayo yanaumiza sana, na njia pekee ambayo wewe binafsi unaona itakupa amani, pengine unahisi ukijua itakuwa ni sahihi, au wakati mwingine unatamani kuhama kwenda mbali. Naomba ujue tatizo lipo ndani yako. Kuna silaha ambayo imefanikiwa, sasa unafanyiwa yale ambayo ile silaha inataka. Ndio maana nimekuambia silaha hii inashughulika na mambo matatu. Sasa haya mambo matatu nadhani kwamba umekwisha kuyasikia vizuri sana. Sasa nataka nikuambia kwamba shetani ana silaha nyingi sana ambazo nisingeweza kuzungumzia silaha zote, lakini naomba kwa silaha chache ambazo nitakachozungumzia utaweza kuelewa vitu vingi ambavyo adui anakupitisha katika maisha yako. Utagundua kwamba kuna silaha imefanikiwa. Sitaweza kuelezea zote, ila kwa hizi ambazo nitakazofanikiwa kuelezea ndani ya siku ya leo, ninadhani kwamba wenda kuna mahali naweza nikakugusa. Shetani anapogundua ya kwamba, ama adui anapogundua ya kwamba Mungu ameachilia neema kubwa ndani yako, ama Mungu amekusudia, au Mungu amekupatia, au Mungu amekutendea kitu kizuri kipo ndani yako, ninaomba nikwambie, wanatafuta, wanakaa chini, wanadiscuss, tutumie silaha gani ili kuhakikisha huyu mtu anaanguka. Wakiona wewe ni mwombaji, wewe ni mtumishi wa Mungu ambaye unatumika vizuri sana, wanaanza kudiscuss kwamba ni silaha gani tutumie ili kumwangusha. Nataka nikuambie wewe uliokoka, wewe ambaye unamtumikia Mungu, wewe ambaye unatumika na Mungu, wewe ambaye Mungu anakutumia sana, ulimwengu wa roho una kikao kimoja tu juu yako wewe, ni kwamba tutumie silaha gani ili mtu huyu aweze kuanguka. Kuna watumishi wengi ikatumika silaha ya wanawake, silaha ya wanaume, silaha ya watu wasaliti, changamoto, silaha ya majaribu ya fedha. Yani hizo zote ni silaha zinatumika katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo wao wanadiscuss tu, tufanye nini ili tumwangushe mtu huyu, aache kutusumbua. Kwa hiyo kuna silaha wataitumia marafiki na watu wanaokuzunguka katika maisha yako, tamaa. Na hata watumishi wa Mungu wengine utadhani kuwa ni watumishi, maandiko matakatifu yanasema mjihadhari na wanaosema Bwana lakini kumbe ndani ni mbwa mwitu. Hata watumishi wa shetani ambao wanajifanya ni watumishi wa Mungu wapo kwa ajili ya kukuaminisha wao ni watumishi wa Mungu, lakini wamewekwa kwa ajili ya kukuangusha. Kwa hiyo wewe unafanya biashara, wewe uko mahali popote pale, unafanya kazi katika ofisi, nataka nikuambie kuna mtu ama kuna adui lazima atakuwa amekusudiwa kukutoa kwenye mshahara unaopokea, kwenye ndoa ambao unahisi una amani nayo. Silaha ipo inatengenezwa kuhakikisha kwamba hapo ulipo juu unaangushwa. Nataka nikuambie kwamba usishangae wakati mwingine unapopitia baadhi ya matukio, unazingirwa na watu wanaokuvunja moyo, watu wanaokukatisha tamaa sana, kama jinsi ambavyo Ayubu alikatishwa tamaa na mke wake, alikatishwa tamaa na marafiki zake. Unapitia matukio ya kukatishwa tamaa sana. Hii silaha ambayo inatumika kwa njia tatu ambazo nimeelezea hapo juu, lazima itakuwa imekugusa kwa eneo fulani. Sasa utajuaje silaha imeanza kufanikiwa? Naomba ili jambo ulifuatilie vizuri. Utajuaje silaha imeanza kufanikiwa? Jambo la kwanza ni msongo mkali wa mawazo yasiyo na majibu.
msongo mkali wa mawazo usiokuwa na majibu. Jambo la pili litakalo kupata, moyo wako utaacha mapigo yake. Unapopatwa na jambo utakuwa unasikia maumivu kwenye moyo wako. Mfano ukigombana na mwenza wako, ukigombana na mke wako, kitu ambacho unakishangaa moyo unaumia. Naomba uelewe huo ugomvi ni chambo. Alafu kuna kitu kinaiba vitu kwenye moyo wako, ndio maana unasikia moyo unauma. Jiepushe na huo ugomvi tafadhali. Jambo la tatu, utasikia uchovu, kichwa kuuma, na pia utasikia kujutia kuzaliwa. Utasikia kichwa kinauma, na kichwani ukitazama vizuri maumivu ambayo unayapata, shika vizuri kichwa chako, utaona kuna jasho fulani jembamba sana. Alafu utapata maumivu, utajikuta kukosa amani. Naomba nikwambie kitu, hayo mambo si kwa ajili ya ndoa yako wala si kwa ajili ya hicho kitu ambacho kinakuumiza, bali huo ni mtego ambao unatumika katika ulimwengu wa roho kuondoa vitu vya thamani ambavyo Mungu ameweka ndani yako. Kwa hiyo wanajua tukiinua silaha ya kumuinua mume wake amchukie, ama tukiinua silaha ya mke wake amvuruge, ama tukiinua silaha ya marafiki na watu wanaomzunguka wamvuruge, huyu tunamwangusha tu. Ataacha kufanya anachokifanya, ataacha kuletea moto, na ataanza kuwaza jambo lingine. Ni silaha unashughulika nayo. Na jambo lingine litakalokupata, kujilaumu na kujutia kuzaliwa katika maisha yako. Na kila unachokifanya utakuwa unajutia, au mawazo ya kila unachokifanya yatakuwa ni magumu na ni mabaya sana. Alafu utakuwa na nguvu kubwa ya kutaka kuwalaumu watu waliokukosea. Ghafla utajikuta ni mtu ambaye unajihisi kuwa ni mtu mwenye hasira kali, ama unapenda kuwa mtu mwenye hasira kali. Wakishaiba wanaanza kupanda mbegu zao. Kisoma katika kitabu kile cha Yeremia 1 kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba nimekutuma kwenda kung'oa na kupanda. Sasa na wao wanatumia ile andiko, wanakuja kwako, wanang'oa amani, wanapanda hasira, wanapanda uchungu, wanapanda majuto katika moyo wako. Na kuna hali ambayo pia utaanza kuihisi kwa nguvu sana na kwa siri, na inawezekana kabisa hali hiyo hutaweza kumshuhudia mtu yoyote. Utaanza kuhisi kwamba Mungu hakusaidii na Mungu hakuoni. Utaanza kuzikumbuka sadaka zako na maombi yako, na utaanza kuona ibada ulizowahi kuzifanya siku zote ni bure. Lakini pia kuna jambo lingine utapitia ambalo kulielewa itakuwa ni ngumu sana. Kukosa ushirikiano kwa watu ambao walikuwa wana ushirikiano mzuri na wewe. Naomba nikuonyeshe maandiko matakatifu na tuonyesha katika kitabu cha Luka 22. Yesu Kristo mwana wa Mungu alikuwa na ushirikiano mzuri sana na wanafunzi wake. Sasa ghafla shetani alipotaka kumwataki Yesu Kristo, aliwachukua wanafunzi akaenda kuomba, lakini wanafunzi wakalala usingizi. Sasa vile vile unavyoona kama wale wanafunzi walipolala usingizi, na wewe siku ya taabu yako, siku ya shida zako, shetani anahakikisha kwamba wale watu ambao wana ushirikiano na wewe wanaacha ushirikiano, ama wanakudanganya, ama wanakuwa mbali na wewe. Kila ukiwaomba msaada na wao wanakueleza matatizo yao, na kuna mahali ambapo utagundua wanakufanyia kusudi, kiasi kwamba utakasirika sana kuhusu marafiki zako. Lakini kumbe adui ameshakusoma na ameshagundua kwamba mtu huyu, ili niweze kuangusha neema aliyoibeba, ni kuhakikisha kwamba ninaharibu watu wanaotegemea. Ndio maana maandiko matakatifu yanasema amelaaniwa mtu yule ambaye anamtegemea mwanadamu, kwa sababu huyo mwanadamu siku wewe utakapomhitaji shetani atamkamata. Sasa na atakapomkamata wewe unamtegemea kusaidie. Sasa nini kitakachotokea? Ni kwamba hutakuwa na msaada, hakuna mtu atakayekusaidia. Ndio maana Yesu aliporudi kwa wanafunzi wake akawakuta wamelala, akarudi mara 3 akawakuta wamelala. Hakuna msaada kwa mwanadamu, bali msaada unapatikana kwa Mungu peke yake. Ndio maana Yesu akaamua kuomba kiasi cha kutokwa damu, jasho ambalo alihisi kama damu inatoka, na ndipo Mungu akajibu. Kwa hapo panatufundisha ya kwamba adui anapotaka kuweka silaha, anapotaka kuleta uharibifu katika maisha yako, atahakikisha kwanza anafanya uchunguzi wanaokusaidia ni akina nani, watu wa aina gani ambao wapo na wewe. Hao wote atahakikisha anawaondoa, au hawatasimama na wewe tena. Siku hiyo usipokuwa makini,
watakuwa kinyume chako, watakusema kama jinsi ambavyo walikuwa wanamsema Ayubu. Wale marafiki zake wakamletea mahubiri ya kumsema Ayubu na kumwambia umefanya dhambi, na mke wake akawa kinyume chake, akaja akamsema Ayubu. Kwa sababu gani? Adui alifanya uchunguzi, akagundua nini kinamfanya Ayubu kusimama. Wapo marafiki, wapo watu, akawakamata wale wote, alafu akawaingiza kwenye kitanzi, alafu akaanza kumpiga Ayubu. Kwa hiyo si ajabu kwamba siku utakapopata tatizo, hata mchungaji wako usipokuwa makini anaweza kukukimbia, kwa sababu adui atahakikisha kwamba anakuzingira na hakuna mahali unachomokea. Ukisoma maandiko matakatifu katika kitabu cha Maombolezo 3 mstari wa 9 au wa 8, anasema namu nikilia na kuomba msaada, huyapinga maombi yangu. Ameziba njia zangu kwa mawe yaliyochongwa, amezipotosha, ameyapotosha mapito yangu. Naomba uelewe hilo neno linalosema kwamba ameziba njia zangu kwa mawe yaliyochongwa. Naomba uelewe kwamba si kwamba tu ameziba, bali amechonga mawe alafu akaziba njia zako. Yani zile fursa ameziziba vizuri sana. Mfano wake, wewe unaona kwamba kutengeneza marafiki ni kitu rahisi sana, lakini kumbe katika ulimwengu wa roho kuna njia inapitika mpaka kuwafikia au marafiki ama watu ambao wanakusaidia. Lakini adui sasa anataka kufunga huo mlango. Biblia inasema kwamba kuna namna wanachonga jiwe ambalo linazibwa katika ulimwengu wa roho, alafu wanaweka ukuta katika ulimwengu wa roho. Panakuwa pana mtengano kati ya wewe na au marafiki ama watu wanaokusaidia. Ndio maana kuna watu leo natamani waje katika maisha yako, hawawezi wakafika kwa sababu kumbe katika ulimwengu wa roho wamechonga mawe, wameziba, wameweka ukuta, amuonani wala hamwezi kuonana. Mfano wake ni kama jinsi unavyoona kwamba kizibo cha soda ama kizibo cha maji jinsi kilivyochongwa, na ndivyo wao wanavyochonga kifungo katika ulimwengu wa roho ili kufunga njia yako usipite na usikutane naye tena yule mtu ambaye uliwahi kukutana naye mara ya kwanza. Sasa ukimsikiliza mtumishi wa Mungu Ayubu, anatuambia katika kitabu hiki cha Ayubu 63 mstari wa 11, anatuambia kwamba hutia miguu yangu katika mikatare na mapito yangu yote hupeleleza. Sasa unaona tena neno hili linajirudia hapa. Ayubu anatuonyesha kifungo ambacho shetani amekifanya ili ateseke. Anatuonyesha silaha ambayo shetani ameiinua kwake. Ni kwamba anasema katika miguu yangu kuna kitu shetani amekifanya, lakini kabla hajakifanya kwanza alipeleleza mapito yangu. Yani adui ili akuwekee silaha, kitu cha kwanza anaangalia baraka za huyu mtu zimekaa katika eneo gani. Tukifunga kiungo gani tutakuwa tumefanikiwa kuzifunga baraka zake. Hapo unisikilize vizuri sana. Ayubu anatuonyesha ya kwamba anasema kuna kitu kimewekwa katika miguu yangu, na hicho kitu amekiweka adui, na hicho kitu kina kazi moja, ni silaha ya shetani, ni silaha ya adui yangu. Yani wewe unaota unang'atwa na nyoka, unaota kuna kitu ambacho umefanyiwa, umeng'atwa na mdudu, unaota unafukuzwa. Kumbe Ayubu anatufunulia siri, anasema ya kwamba kuna kitu kimewekwa, tena kimewekwa katika mguu wangu, lakini hicho kitu kilichowekwa kina kazi moja tu, kupeleleza mapito yangu. Naomba uelewe hapo, kinachopelelezwa Ayubu anataka kufanya nini? Kile ambacho Ayubu anataka kufanya kitashambuliwa na nguvu kubwa sana. Ndio maana kumbe kuna wakati mwingine mpendwa, unaweza ukatamani kufanya biashara, unaweza ukatamani kufanya ndoa, kufunga, kuingia kwenye ndoa, unaweza ukatamani kusafiri. Hayo mawazo utayawaza katika amani, lakini kuna kitu kipo kwenye mguu wako. Ayubu anatuonyesha kuna kitu kipo katika mguu wake. Kuna kitu kipo katika mguu wake. Muda sio mrefu ile nguvu ya kuwaza itaanza kupungua, na muda sio mrefu anza kuhakikisha ya kwamba wanamkosesha njia ya kufanikiwa. Lakini Ayubu anatujulisha, anasema kuna kitu kipo kwenye mguu wangu, kimefungwa katika ulimwengu wa roho. Anasema hunitia miguu yangu katika mikatare na mapito yangu yote huyapeleleza. Yani kuna maumivu unayasikia kwenye mguu na mguu wako unauma au ulipata ajali, lakini kumbe katika huo mguu kuna kifungo cha kishetani kimewekwa, na hicho kifungo ambacho kimewekwa kazi yake ni kuzuia kila kitu unachofikiria kufanya ama kila taarifa nzuri unayoisikia kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo hiyo silaha kazi yake ni kudili na kila taarifa njema
inayoingia kwenye maisha ya Ayubu. Nimetoa mfano hapo juu kabisa. Nimekuambia inawezekana miguu inauma, au miguu ina vidonda, au ulipata ajali, na mwingine inawezekana tumbo linauma, mwingine inaonekana kichwa kinauma, na mwingine wenda ana uvimbe tumboni, na mwingine inawezekana pengine ana tatizo fulani, mikono yake haiko sawa, ama anasikia miguu yake inauma. Sasa wewe haujui, lakini Ayubu anatuonyesha kitu katika maandiko matakatifu. Anasema katika maumivu yaliyopo katika huo mguu wangu, na katika maumivu yaliyopo katika huo mkono wangu, sio maumivu, bali kuna kitu kimefanyika katika ulimwengu wa roho. Kuna kifungo kimewekwa, na hichi kifungo kilichowekwa hapo, kazi yake ni kudili na kila taarifa njema ambayo Mungu amekusudia kuileta katika maisha yangu. Sikiza nikwambie, wakati mwingine Mungu anaweza kukusemesha, atakubariki. Na wapo watu wengi sana wamesemeshwa, hawajui kuwa wana kifungo ambacho, wana silaha ambayo itadili na kila taarifa ambayo Mungu anaileta katika maisha yako. Hata kama Mungu akuambie jambo zuri kiasi gani, lakini kama tu adui amefanikiwa kuweka silaha yake katika mwili wako, katika viungo vyako, katika tumbo lako, unaisikia kabisa wenda ni ugonjwa, ni tatizo fulani lipo kabisa kwenye mwili wako. Unaweza kuona tu huu ni ugonjwa, lakini katika ulimwengu wa roho unashughulika na mafanikio yako, kuhakikisha kwamba kila kitu hakifanikiwi. Nimesema adui, jambazi akitaka kuzuru anakuja na kisu. Nimesema mtu akitaka kuzuru anakuja na silaha. Sasa pia adui ameweka silaha ya kuzuru kila kitu ambacho wewe unakitafuta, kila kitu ambacho wewe unakihangaikia katika maisha yako. Adui ameweka nguvu ya kuzuru, na hiyo nguvu ipo katika mkono, ama ipo tumboni, ama ipo kichwani. Ndio maana unapoombewa, wakati hiyo silaha inaondolewa, ndio mapepo huwa wanapiga kelele. Kumbuka nikwambie kitu kimoja, hapo kuna vitu viwili. Kuna mapepo wanaoshika hiyo silaha, alafu kuna silaha ipo. Ayubu anatuambia ya kwamba wanapeleleza mapito. Kupeleleza mapito, wanapeleleza kila unachofikiria kwamba kitatokea kwenye maisha yako, wanakipeleleza. Hebu nikuonyeshe upelelezi fulani hapa, jinsi ulivyofanyika kwa mtu mmoja. Katika kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 1, na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mavazi, na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Angalia, huyu ni mwanamke ambaye anaonekana ana nyota. Ikajumulika kwamba ana mimba, na ile mimba ina nyota 12, na jua na mwezi ikaonekana. Sasa sikiliza, hawa watu wanapeleleza sana kwenye ili eneo, kwamba kinachozaliwa kwenye maisha yako, ukubwa wake, kitatanda vipi ulimwengu. Anasema naye alikuwa na mimba akilia, ana utungu wa kuumwa katika kuzaa. Biblia inasema ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama joka kubwa. Naomba uangalie hapo. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, joka kubwa jekundu, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Anasema na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo, naomba usikilize hapo, amle yule mtoto. Azaapo amle yule mtoto. Mali zako zinaenda wapi? Ndoa inaenda wapi? Kazi zako zinaenda wapi? Vitu vyako kwa nini vinapotea? Angalia kinachotokea kwa yule mwanamke. Na yule mwanamke, inatosha hapo katika mstari wa 4, lakini unaweza kuendelea kusoma. Ngoja nikwambie jinsi ambavyo Biblia inatueleza hapa. Adui katika upelelezi wake aligundua kuna mwanamke ambaye anataka kuzaa kitu kizuri. Kuna kitu kizuri kinataka kuzaliwa kwake. Sasa adui alichokifanya, akamfuatilia huyu mwanamke, kwa kuwa aliona ishara katika tumbo lake kuna kitu kizuri kinataka kuzaliwa. Hicho kitu kina nyota ya jua na kina nyota ya mwezi. Sasa alichokifanya adui, akatuma joka lenye vichwa 7. Hivi unaelewa joka lenye vichwa 7 linawakilisha milango 7 ya baraka? Ndio tafsiri ya joka la vichwa 7, yani milango 7 ya baraka. Mungu alifanya kazi siku ngapi? Siku 7. Manake hiki kitu kitazaliwa ndani ya siku 7. Kama kitazaliwa ndani ya siku 7, inabidi tuweke mitego 7. Kwa hiyo akaweka joka lenye vichwa 7, sawa sawa na siku ngapi? 7. Na kitu hicho kinaweza kutokea ndani ya siku ngapi? Ndani ya siku 7. Wewe baraka zako zinaweza kutokea ndani ya siku ngapi? Ndani ya siku 7. Na huyu joka
Tena si kwamba alikuwa mbele. Biblia inasema alikuwa mbele ya yule mwanamke. Mbele, yani mbele. Wewe unasonga mbele, alafu joka yuko mbele yako. Anasema yuko mbele. Alafu kazi yake moja tu, kuhakikisha kwamba mtoto atakapozaliwa tu anatakiwa kumezwa. Ngoja nikwambie kitu usichokijua. Kuna watu wana watoto wenye akili sana, lakini walishamezwaga siku wanazaliwa. Kuna watu ni wafanyabiashara wakubwa sana, mlipofungua hizo biashara zilishamezwa siku unafungua. Zishamezwa. Adui kuna vitu anameza. Kuna vitu anameza, anakuachia ujinga. Leo una mtoto hana akili. Leo na mtoto wa kusikilizi, wameshameza muda mrefu sana. Kuna vitu adui kashameza. Niwakumbushe wale ambao umepewa neema ya kuota ndoto za nyoka au majoka makubwa. Ukiona nyoka, naomba ujue ya kwamba kuna kitu ambacho kimekusudiwa kumezwa katika nyumba yako. Na ukiota ndoto ya nyoka, angalia matokeo ya mwilini. Nyoka ni roho ya usaliti pia. Ugomvi utajitokeza. Mtagombana, ugomvi utakuwa ni mkali. Kama ni mke na mume, mtagombana, mtaachana, lakini mtarudiana tu. Lakini mkisharudiana msije mkazani kwamba mko salama. Kuna vitu adui ameshapita navyo, ameshaondoka navyo muda mrefu sana. Kwa hiyo kumuota joka kubwa, ninaomba shughulika na roho zinazomeza mafanikio, utajiri, maisha yenu yamemezwa. Shughulika na adui anayemeza mafanikio katika familia. Sasa unaona huyu mwanamke, baada ya adui kupeleleza mapito yake na kugundua ya kwamba ni mtu ambaye ambeba baraka nyingi, adui akaweka joka lenye vichwa 7. Nataka nikuambie kwamba kuna watoto wakizaliwa katika familia wanagundulika kuwa ni watoto wakuu katika dunia hii. Adui anaweka silaha mapema. Ndio pale nilizungumzia mwanzo, kuna kamba zinafungwa mikononi, kuna kamba zinafungwa shingoni, kuna vitu, kuna magano watoto wale wanafanyiwa wakiwa watoto wadogo sana. Sasa nataka nikuambie zile silaha zinakuja kushughulika na hatima zao katika siku zinazokuja. Sasa swali la kujiuliza hapa, je, mwanamke huyu ambaye joka alisimama mbele yake alifanikiwa kumeza yule mtoto? Ukienda mstari wa 5 hapo utapata majibu ni kwamba kufanikiwa kumeza. Sasa kama kufanikiwa kumeza, jinsi gani alipambana naye? Mimi nataka nikuonyeshe jinsi ambavyo alivyotumia kupambana na huyo joka. Alikuwa ni nani? Joka alikuwa ni nyoka, kama tunavyozungumzia ni nyoka. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo hiyo 12 mstari wa 12, 13 mpaka 17, utaona jinsi nyoka aliposhindwa kumeza yule mtoto akaweka kisasi. Akasema akaweka agano, akaweka kisasi. Shetani na kisasi sana. Akaweka kisasi, akafanya agano, akasema nitafanya vita na hao watoto na huo uzao wote. Akaweka kisasi kwamba baada ya kushindwa kumeza yule mtoto, akaweka kisasi kwamba atafanya vita na uzao wote. Naomba nikueleze, uzao ambao umetajwa hapa ni watu wanaomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hao ndio uzao wenyewe. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo pale, Mungu alisema kwamba nitaweka wadui kati ya huo uzao. Wao watakuponda kichwa na wewe utangata visigino vyao. Ndio maana unaweza kuona nyoka wa kiroho anapenda sana kungata visigino, kwa sababu Mungu alisema vile wewe utawapiga visigino, sisi tunapiga kichwa. Kwa hiyo hebu angalia, sisi shetani tunampiga kichwa, yeye anapiga visigino, yeye anapiga mafanikio, anapiga kila kitu. Sasa akaweka kisasi juu ya mwanadamu, ya kwamba kuhakikisha kwamba wote, ndio maana wote wanaomwamini Yesu ni maadui sawa sawa na ili andiko jinsi ambavyo linavyosema. Sasa twende kwenye ili andiko uweze kuona kwamba adui alifanyaje vita kutaka kummeza huyu mtoto, kama jinsi ambavyo aliweza kuelezea, kama andiko matakatifu yanavyoelezea alifanyaje vita ya kutaka kummeza huyu mtoto. Utaenda katika kitabu kile cha Ufunuo, Mathayo 2 mstari wa 1 mpaka 17. Hatutasoma hayo maandiko matakatifu, ni mengi. Unaweza kuona hapa mamajusi waliona nyota wakati mtoto anazaliwa. Hapa kwenye kitabu cha Ufunuo unaona nyota, na ndo nyota hii ambayo wanaiona majusi, ndo hii ambayo inaonekana hapa. Kwa hiyo mtoto anayezungumziwa hapa ni Yesu ambaye alizaliwa. Na ukisoma katika kitabu cha Mathayo hiyo 2 mstari wa 17 na 18, unaona kuna amri ilitolewa. Sio 18, mstari wa 16 kuna amri ilitolewa. Sasa joka anayezungumziwa hapa sio nyoka, bali ni mtu ambaye alivikwa roho ya nyoka, ni mfalme Herode. Siku Yesu anakaribia kuzaliwa, mfalme huyu alipata machale fulani kwenye moyo wake. Ndio maana alikusanya watu kwa ajili ya kuwahesabu. Kwa hiyo ilikuwa ni mpango wa kishetani ili wafahamu ile siku ambayo Yesu Kristo anazaliwa. Lakini baadaye Yesu alipokuja kuzaliwa hawakuweza kuona, lakini mamajusi wakaona. Walivyoona
wakaenda wakasema wanaenda kumsujudia yule mtoto. Sasa mfalme akataka apelekewe taarifa, alikuwa na kusudi baya la kumuua huyu mtoto. Unaona katika kitabu cha Ufunuo anasema kwamba ile joka mtoto atakapozaliwa ili amezwe, alikuwa na kusudi baya ili amuue yule mtoto. Sasa wale mamajusi hawakupeleka taarifa kwake, kwa sababu malaika waliwatokea usiku wakawaonya ya kwamba wasirudi kwa Herode. Sasa baada ya kuonekana kwamba wale majusi hawajarudi, kusoma katika mstari 16, majusi wakaona kwamba Herode akaona kwamba wamemdharau. Alichokifanya akatuma jeshi kubwa, wakaua watoto kuanzia miaka 2, sawa sawa na jinsi unavyoona joka lisimama mbele kutaka kumeza yule mtoto. Watoto kuanzia miaka 2 wakauawa. Walivyokuwa wanaua wale watoto wakidhani kati ya watoto waliouawa na Yesu yumo. Na jambo hili utajifunza kwa habari ya Musa pia. Musa alipotaka kuzaliwa, wachawi walipata machare mapema sana. Waligundua kwamba kuna nyota inakwenda kuzaliwa, na nyota hii itaangusha ufalme wote wa Farao. Na ndipo Farao akaweka sheria ya kwamba watoto wa kiume watakapozaliwa wauawe. Na sio tu kama unavyoona pale kwenye kitabu kwamba uzao wao ulikuwa ni mwingi, sio uzao tu kama maandiko yanavyosema. Fuatilia historia zingine utaweza kuelewa, fuatilia makala mbalimbali utaweza kuelewa. Kuna vitu ambavyo Biblia imeandika kifupi sana, kuna baadhi ya vitu kwa mafumbo, lakini ukifuatilia zaidi utaweza kuelewa. Ni kwamba kuna wataalamu wa giza walitoa taarifa ya kwamba kuna mtoto atazaliwa, na huyo mtoto atakwenda kuharibu kila kitu kilichomo katika ufalme huu. Naomba nikwambie kitu kimoja, wachawi wana uwezo wa kumsoma mtumishi wa Mungu vizuri sana. Hebu angalia hawa mamajusi, hawa sio watumishi wa Mungu. Mamajusi, jaribu kutafuta mamajusi ni watu wa namna gani. Hata hapa Dar es Salaam kuna redio zinaitwa za wasoma nyota. Hizo ndizo chanzo chake. Mamajusi wa mashariki au ni Waarabu. Naomba uelewe vizuri hapa. Kwa hiyo mamajusi ni wataalamu wa mambo ya nyota. Hata Yesu pia anawazungumzia hao ni wataalamu, wanajua kusoma nyakati, wanajua kusoma majira, wanajua kusoma vitu vyote kwenye uso wa nchi. Kwa hiyo wana uwezo mkubwa wa kumjua mtumishi wa Mungu anaenda wapi, anakwenda kuwa nani. Wana uwezo wa kujua huyu anaweza kutuua mapema sana. Wana uwezo wa kusoma nyota na wakaifahamu. Hata nyota yako wanaweza wakaisoma. Ndio maana sasa hivi kuna baadhi ya watumishi wa Mungu wengi, mnapotumwa na Mungu mnazuiliwa sana. Hamjui kwa nini mnazuiliwa. Mshasomwa, mshajulikana, mnakwenda kuwa kina nani. Tena nataka nikwambie kwamba wakati mwingine mnakuwa hata nyinyi wenyewe hamjijui mnakwenda kuwa ni akina nani. Mnakwenda kuwa wafanyabiashara wa aina gani. Hamfahamu. Hata kama unamtumikia Mungu inawezekana usijijue kabisa kwamba wewe unakwenda kuwa nani. Hawa maadui wanakuaga wa kwanza kukujua. Sasa ikitokea wakikujua, nataka nikuambie haitatokea wakakuacha. Lazima wataweka silaha itakayohakikisha ufiki huko unaenda. Kwa hiyo Biblia inapokufunulia siri ya joka ama ukiota ndoto ya joka, naomba udili na vitu viwili. Unachoonyeshwa ni moyo ama ni roho ya joka. Lakini hii roho ya joka ili ifanye vita na wewe inatafuta mtu. Inatafuta mtu ambaye atakayepambana na wewe. Kwa hiyo unapoingia kwenye maombi, usiseme tu unapambana na adui katika ulimwengu wa roho. Hii roho imemjaa mtu, imekaa ndani ya mtu ambaye atahakikisha maisha yako hakuna mahali panafika. Ndio maana unaona hii roho ikaenda ikamuingia Herode, alafu ikataka kuua huyu mtoto. Nataka nikwambie kitu gani? Kila hasara uliyowahi kupata, anguko, huduma, mashaka yoyote, chochote, anguko, umeshishwa cheo, nafasi yako imeondolewa katika kazi, maisha yako yameharibiwa, kuna silaha imesimamishwa ishughulike na wewe na maadui zako. Wewe unaweza ukawa mjanja sana wa maombi, unaweza ukawa mjanja sana wa kutoa, unaweza ukawa mjanja sana wa ibada, lakini wao wanachokifanya katika ulimwengu wa roho ni maswali, ni kuulizana, ni silaha gani tutakayoitumia itakayoweza kuangusha utumishi wa mtu huyu. Hili ndilo swali lao usiku na mchana. Silaha ipi wataitumia ili waweze kukuangamiza ama kukuondolea kila kitu. Sasa naomba tuingie kwenye somo. Sasa naomba utafute part 2 ya ili somo, sehemu ya pili yake, ambayo sasa hiyo utajifunza kwa habari ya silaha. Tutaweza kufundisha vizuri silaha yenyewe. Sasa naomba sasa utaingia kwenye somo la pili, kama nilivyosema kwamba kwa ajili ya kutusupport usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment, kushare, kumtumia mtu yeyote yule. Tunakwenda kuingia sehemu ya pili ya somo letu. Ninaomba tunapokwenda kuingia sehemu ya pili
pia usiache kutazama, usiache kujifunza, kwa sababu sehemu ya pili sasa tunakwenda kufundisha kwa habari ya silaha yenyewe. Sasa ninaomba unisikilize vizuri sana na uweze kujifunza, maana yake Mungu ameandaa kukusaidia na kukubariki katika somo hili. Karibu sana mtumishi wa Mungu, lakini pia namba yangu ya simu unaweza kaenda hapo kwenye account juu kabisa, unaweza kaiona, na au unaweza nikaweka chini, au angalia kwenye masomo mengine utakuta kuna namba yangu simu nimeweka hapo. Jina langu naitwa Wilson, mtumishi wa Mungu, Pastor Wilson Gideon Ngonyani. Kwa hiyo unaweza, kama unawiwa kuchangia huduma, unawiwa kutoa sadaka, unaweza kunipigia simu ama kutuma message. Ukiona unapiga simu haipokelewi, sababu muda mwingi tunakuwa katika huduma, tuma message kwamba mimi nimefuatilia somo katika YouTube, nimeona, nimesikiliza, ninataka kuzungumza na wewe. Karibu sana na ninakukaribisha tuendelee kusikiliza. Naomba tuende sehemu ya pili ya somo hili ambalo sasa inakuja muda sio mrefu. Karibu sana.